kama ulikuwa umeacha kuomba, kama ulikuwa unaomba kwa kusuasua hivi, kama ulikuwa unaomba tu ili mradi, katika video ya leo mambo ambayo tunakwenda kujifunza yatakufanya uanze kuwa mwombaji serious. Maombi yana nguvu kubwa sana. Maombi yana uwezo wa kupasua bahari za maisha. Maombi yana uwezo wa kuhamisha milima iliyo mbele yako. Maombi yana uwezo wa kufunga makanwa ya simba waliokusudia kukumeza. Maombi yana uwezo wa kufufua vilivyokufa. Maombi yana uwezo wa kuongeza spidi ya maisha. Maombi yana uwezo wa kuyeyusha na kufuta maluelue ya maisha, lack of focus, distractions, vile vitu vinavyoita kututoa kwenye reli katika maisha. Maombi yana uwezo wa kukuhamisha kutoka katika njia ambayo mwisho wake ilikuwa ni njia upotofu na kukurudisha katika njia sahihi. Naomba niseme hivi, hakuna nguvu yoyote ulimwenguni ambayo ni nguvu kubwa yenye kuzidi nguvu ya maombi. Maombi ndio yanatawala dunia hii. Maombi ndio yana uwezo wa kushinda chochote ambacho kwako unaona kimekushinda. Katika ibada ya neno la Mungu leo hapo Patakatifu Media linayo habari njema kwako. Somo la leo linasema mambo 4 ambayo maombi yanaweza kuifanyia familia yako, kufanyia kwenye ofisi yako, kuifanyia biashara yako kwa ujumla. Hebu tuombe kwanza. Baba, asante kwa ajili ya somo la leo. Asante kwa sababu ya nguvu iliyopo katika maombi. Ninaomba mwisho wa neno hili mfanye mtoto wako huyu kuwa mwombaji asiye wa kawaida, katika jina la Yesu, amen. Maombi yanaweza kufanya mambo mengi sana kwenye maisha yako, lakini leo tuangalie mambo makubwa 4 ambayo maombi yana uwezo wa kufanya kwenye maisha yako. Hii kitu ni kitu serious sana. Ninakusihi uifuatilie na uizingatie. Maombi yana uwezo wa kubadilisha sura. Maombi yana uwezo wa kubadilisha sura. Niweke kirahisi zaidi. Maombi yanao uwezo wa kugeuza na kubadilisha muonekano wa mwombaji. Mwombaji ana uwezo wa kubadilika. Hivi unavyoniona mimi leo, nikizidisha viwango vyangu vya maombi, muonekano wangu unabadilika sana. Muonekano wangu unabadilika sana. Je, kuna neno lipo. Neno lipo. Luka 9:28 mpaka 32. 9:28 mpaka 32. Anasema hivi: baada ya maneno hayo yapata siku 8, aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake iligeuka. Ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake iligeuka. Mavazi yake yakawa meupe, yakimetameta. Tuishie hata hapa. Petro, Yakobo na Yohana wakachukuliwa na Yesu. Walikuwa wako wengi zaidi ya 12 huku chini. Yesu akapunguza kikosi, akabaki Petro, Yakobo, Yohana na Yesu. Akapiga hatua, akaenda hatua ya yeye peke yake na Mungu bila Petro, Yakobo na Yohana, wakati Petro, Yakobo na Yohana wanamchungulizia Yesu kwa mbali. Ikawa alipokuwa katika kuomba, ile personal private prayer, secret personal private prayer, maombi ya siri ya faraga peke yako na Mungu, yana uwezo wa kubadilisha uso wako. Yanaweza kubadilisha muonekano wako. Ngoja nikwambie, muonekano wa biashara inayoombewa kwa dhati sirini na Mungu, kati ya mfanya biashara huyo na Mungu wake akiombea biashara hiyo, ina muonekano tofauti, ina mvuto tofauti. Ngoja nikwambie, mwanamke anayetafuta kuolewa, muombaji wa dhati kutoka katika moyo, ambaye hachanganyi na kitu kingine isipokuwa kumwomba Mungu, hata asipopaka makeup,
Maombi yatabadilisha muonekano wa sura yake. Muonekano wa sura yake. Kama alikuwa na sura ambayo repelling face, sura ambayo inasukuma watu, inakosa mvuto, inakuwa na mvuto mkubwa wa kiungu kwa vitu sahihi tu. Tunaposema maombi yanabadilisha na kugeuza sura, utukufu wa Mungu uliwaka katika uso wa Mungu, uso wa Yesu alipokuwa akiomba mlimani. Maombi yana tabia ya kuwasha taa ya utukufu katika sura yako. Kuna namna unavyojiona si sahihi sana, lakini maombi pekee yana uwezo wa kubadilisha hata unavyojiona. Maombi yana uwezo wa kukubadilisha uso. Maombi yana uwezo wa kubadilisha mtazamo wa familia yako na maisha yako. Vile watu walivyokuwa na kuona choka mbaya ufai, mtu anaweza kukuona si mtu wa kawaida. Si mtu wa kawaida. Si mtu wa kawaida. Unapotoka kuomba, muonekano wako sio muonekano ule wa kawaida. Na ndio maana Musa alipotoka kuomba mlimani, alipoonekana, alikuwa anang'aa, anang'aa. Uso unang'aa, unamelemeta. Waisraeli wanamuogopa, wanamkimbia, wasema tafuteni screen protector, mwekee mbele hapa ili anatuunguza huyu mtu anang'aa. Lakini Musa alikuwa anajua ni wa kawaida. Ngoja nikwambie, ukiwa mtu wa maombi, sio kwamba uso wako utang'aa kama tochi. Uso wako utang'aa katika jinsi ya kiroho. Katika ulimwengu wa roho utakuwa unang'aa sana. Unaweza ukajiona ni wa kawaida, lakini wanaokuona hawakuoni kuwa ni mtu wa kawaida. Vitu viovu vilivyokusudiwa kwako vinafukuzwa na kuondoka automatiki. Unapata mivuto. Ngoja, ukibadilishwa perception, muonekano wako, wewe unasikilizwa. Unaweza kuwa na pointi nzuri, lakini hausikilizi kwa sababu uso wako ni repelling face, ni uso unaopush watu mbali. Watu wanaanza kukufikiria kwenye mambo mazuri. Unaanza kushirikishwa kwenye vitu vyenye kuleta faida kwenye maisha yako na familia yako. This is the power of a praying man or woman. Hii ndio nguvu ya mwanamke au mwanaume anayeomba. Nikutie moyo, usiache kuomba. Maombi yako yasije yakaathiriwa na kiwango cha dhambi zako. Omba hivyo hivyo hata kama ni mtu ambao ufai. Maana hata hivyo katikati ya maombi yana uwezo wa kugeuza hata hali zako nyingine ambazo unazipitia automatic na kukata kali. Na hii ni kwa njia ya kwanza, inaitwa njia ya kubadilisha muonekano wako. Maombi yatakubadilisha muonekano wako. Anza kuomba, maombi yatabadilisha vile unavyojiona. Anza kuomba, endelea kuomba kama ulikuwa mwombaji. Maombi yatabadilisha vile watu wanavyokuona. Anza kuomba, maombi yatabadilisha mitazamo ya wakuu wa nchi kwenye maisha yako, mitazamo ya viongozi wako katika maisha yako. Popote utakapoenda, na si tu humu, ukienda Marekani, ukienda China, kwenye kumadili yako ya kibiashara, ukienda popote, kama ni mwombaji, watu watakukimbilia wakutendee mema. Maombi yana nguvu ya kugeuza sura. Maombi yana nguvu ya kugeuza muonekano wako. Jambo la pili, maombi yanasema yanarudisha vitu vilivyokufa katika uhai wao wa zamani. Brings back the dead things to life. Maombi yanarudisha vitu vilivyokufa katika uhai. Nataka nikwambie, hata kama kimekufa, kimeoza, hakifai, kishateketea kabisa, maombi yana nguvu ya kufufua. There is a resurrecting power in prayers. Kuna nguvu ya ufufuo katika maombi. Badala ya kuendelea kukata tamaa, endelea kuomba. Maana hata hivyo neno linasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Sasa tufungue Biblia. Je, kuna jambo linaloonyesha maombi yana uwezo wa kufufua tena? Sio maombi marefu sana, maombi mafupi kabisa, vilivyokufa kwenye maisha yako. Hata mfu wa kawaida aliyekufa, a dead man can be resurrected. Mtu aliyekufa anaweza akafufuliwa kwa maombi mafupi tu, akawa hai tena.
Mungu akikuelekeza inakuwa. Mtu kabisa aliyekufa kabisa, amepimwa na amethibitika, na hata kama ameoza yanafufua. Sasa tunaanza na mtu kwa sababu kwako aingia akilini, ni kitu ambacho ni complex sana. Nguvu ya maombi. Wewe tu wa kawaida ukiomba kwa Mungu akikuelekeza unafufua kabisa mtu aliyekufa. Sio mpaka awe mchungaji. Sasa kama mtu anaweza akafufuka kwa njia ya maombi, vipi habari ya ndoa iliyokufa, upendo ulioyeyuka, kanisa lililokufa na kuoza? Vipi kwa habari ya biashara zilizokufa, elimu, degree iliyokufa, vyeti vimeanza kuliwa na mchwa? Vipi habari ya uchumba uliokufa? Vipi habari ya watoto, akili zao zimekufa, mafanikio yamekufa, maendeleo yamekufa? Vipi habari ya dhambi iliyosababisha umekuwa dead in sin, umekufa katika dhambi? Nina habari njema kwako. Yohana 11. Yohana 11 na ule mstari wa 39 na 42. 39 mpaka 42. Mpaka 42, Yohana 11. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha, dada yake yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, ananuka sasa. Bwana ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Wewe Martha jamani. Hivi mimi Yesu, Mungu mfalme wa wafalme? Hivi mimi Yesu Alfa na Omega? Hivi mimi Yesu ambaye mamlaka zote ziko chini yangu? Hivi mimi Yesu ambaye vitu vyote vimeunganishwa na mimi? Hivi mimi Yesu Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu? Hivi mimi Yesu mfalme mwenye nguvu, Mungu mkuu, mshauri wa ajabu, Baba na Bwana wa wote wenye mwili, Mungu mtenda maajabu, ishara na maajabu, na mfufuaji waliokufa na matumaini yaliyokufa? Hivi mimi Yesu sijakwambia we Martha ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Utukufu wa Mungu huo ni upi? Ni kufufuka kwa yule Lazaro aliyekufa. Ni kufufuka kwa Lazaro aliyekufa na kuoza, sasa anafufuka akiwa hajaoza, ni mzima wa afya tele. Nini kilitokea? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake akasema juu, akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, ninakushukuru kwa kuwa umenisikia. Amemsikia wapi? Saa ngapi? Inaonekana Yesu muda wa siku 4 alikuwa anaomba kufufuka kwa Lazaro. Lakini leo kwenye hadhara anashukuru kwa kuwa tayari ana majibu ya kufufuka kwa Lazaro. Ngoja nikwambie, kuna nguvu kubwa katika private prayer, maombi ya faragha ya sirini. Kwa sababu utakapokuja kwenye hadhara unatangaza tu. Unatangaza kile ambacho ulikuwa ukikiomba. Watu wengi wanasubiri kuomba wakishaingia ndani ya makanisa. Watu wengi wanasubiri kuomba, au wachungaji wengi wanasubiri kutangaza maombi wakiwa kwenye mimbari. Kumbe katika mimbari ni mahala pa kutangaza kile ambacho Mungu amesha kuonyesha kwenye maombi yako ya siri kwamba atakifanya mbele hawa watu wanaokusikiliza. Hata mimi nimemwomba Mungu hapo unaponiona, juu ya yoyote ambaye atasikiliza kwa imani, na Mungu atamfanyia mambo makubwa kwenye maisha yake katika ibada hii ya neno la Mungu. Kwa hiyo Yesu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami najua ya kuwa wewe wanisikiliza siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nasema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Kuna maneno mengine utayaongea ni kwa ajili tu ya mashangazi zako,
baba yako, mume wako na mke wako, kwa ajili ya wafanyakazi wenzako wapate kuamini ya kwamba kuna Mungu duniani. Lakini tayari wewe umeshaamini na umeshaona Mungu amelifanya hilo jambo katika ulimwengu wa roho. Na hilo tunazungumzia power of a praying man. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Na Yesu akawaambia, mfungueni, mkamwachie aende zake. Na Yesu akawaambia, mfungueni, mwachie aende zake. Maana alikuwa amekufa, mnashuhudia wote yuko hai. Alikuwa ameoza, mnamshuhudia sasa amenawiri. Alikuwa ananuka, mnashuhudia sasa Lazaro ananukia. Ngoja nikwambie, maombi mafupi ya imani ya mtu aliyotoka kuomba maombi marefu sirini na Mungu yana uwezo wa kubadilisha bad news, habari mbaya, zikawa habari nzuri. Maombi ya mtu aliyeomba sirini muda mrefu, akaomba mbele ya hadhara kama udhihirisho wa kile ambacho Mungu amemwonyesha sirini. Maombi mafupi kama aliyoomba Yesu hapa wakati wa msiba wa Lazaro, yanao uwezo, yanayo mamlaka, yanayo uwezo wa kufanya vinavyonuka kwenye maisha yako vikaanza kunukia. Tabia inayonuka kwenye maisha yako ikaanza kunukia. Ngoja nikwambie, uchumi uliooza na kunuka kwenye maisha yako ukaanza kuwa mpya tena na kunawiri. Ngoja nikwambie, muonekano ulionuka na usiofaa, umechafuliwa jina, Mungu akalifanya kunukia na kuwa hai tena. Lakini maombi yana uwezo wa kufufua vilivyokufa. Kama kuna kitu kwenye maisha yako unaona kimekufa, ndoa imekufa, biashara imekufa, upendo umekufa, watoto wamekufa katika hali ya kiroho, kuna vitu vimekufa kwenye maisha yako, ingia navyo sirini katika maombi. Alafu toka utamke hadharani kwamba Mungu amesha kujibu, na anza kuishi mtazamo kana kwamba limesha kuwa, hata kama bado halionyeshi dalili hilo jambo kuwa limetokea. Ngoja nikwambie, there is power in prayers. Kuna nguvu katika maombi. Kama kuna kitu kitakuwa cha mwisho kwenye kumwasi Mungu kwako, hebu fanya maombi kwa ya mwisho, maana yana uwezo wa kurudisha tena kumcha Mungu hata kama ulikuwa umeanza kumwasi. Unaweza ukaacha kuimba kwaya, unaweza ukaacha kuhubiri, unaweza ukaacha kusoma neno, lakini kauzi ka mwisho katakacho kurudisha kwenye huu mfumo wa Mungu wa kwanza kanaitwa maombi. Yana nguvu ya kuangusha hata falme, yana nguvu ya kufanya regime change katikati ya chumba cha maombi. Bwana akabadilisha hadi watawala, hadi CEO. Bwana anaweza kugeuza hata structure na mfumo uliofunga na kukuweka katika disadvantaged position, sehemu isiyo na manufaa, na ukajikuta sasa umekuwa favored, umependelewa, umekaa sehemu ya maana. Hii ndio nguvu ya maombi. Usisahau, yana uwezo kumfufua mtu aliyekufa, a dead man ambaye hapumui, akafufuliwa. Petro kule Jaffa aliwahi kumfufua Hadasa au Dorcas, a dead woman, mwanamke aliyekufa akafufuka akawa hai. Hata wewe ukiamini inakuwa. Jambo la tatu ambalo maombi yanaweza kukufanyia. Maombi ya dhati yana uwezo wa kubadilisha tarehe yako ya kuondoka hapa duniani. Unaweza kupitia hali ukaanza kutamani kufa. Unaweza kukaa kwenye kitanda ukafa kizembe, kwa sababu kumbe kama ungaliomba tarehe yako ya kuwepo duniani ingeongezwa. Iongezwe ili iweje? Iongezwe ili uendelee kutumikia
katika zile assignment, yale majukumu na ule wito, calling ambao Mungu amekuita kufanya hapa duniani. Iwe ni biashara, iwe ni uchungaji, iwe ni uinjilisti, iwe ni kilimo, iwe ni kutia watu moyo, iwe ni upendo, iwe ni uongozi katika mashirika ya umma na mambo ya serikali, iwe ni uongozi katika mambo ya NGOs, katika mambo mbalimbali. Kama ilikuwa ndo mission yako na shetani ghafla kata safari yako ya maisha, maombi yana uwezo wa kurudisha tena katika reli. Saa nyingine unaweza ukawa unatakiwa kufa kwa sababu tu umevunja kanuni za kimungu. Maombi bado yanakupa fursa ya kurudishia tena hali yako. Kitabu cha Wafalme wa Pili 4. Wafalme wa Pili 4. Wafalme wa Pili 4. (32). Wafalme wa Pili 4. 32 mpaka 35. Wafalme wa Pili 4, 32 mpaka 35. Anasema hivi: Basi Yoshua alipofika nyumbani, tazama, mtoto amekwisha kufa, amelazwa kitandani peke yake. Basi akaingia ndani, akajifungia mlango, yeye na yule mtoto wote wawili, akamuomba Bwana. Akafanya nini? Akamuomba Bwana. Akapanda juu ya kitanda, akajilaza juu ya mtoto, akaweka kinywa chake juu ya kinywa chake, na macho yake juu ya macho yake, na mikono yake juu ya mikono yake, akajinyosha juu yake. Mwili wake wa yule mtoto ukaanza kupata moto, kaanza kupata kajoto hivi. 35. Kisha akarudi, akatembea nyumbani huko na huko mara kwa mara, akapanda, akajinyosha juu yake, na yule mtoto akapiga chafya mara 7, na mtoto akafumbua macho yake. Huyu mtoto wa mama mjane, mama ambaye ambaye mtoto wake aliugua akafa, ndoto ya maisha yake yalikuwa yamefungwa. Huyu Jenizedi huyu alikuwa amefariki, lakini Elisha kwa uwezo wa Mungu akamfufua ili aongeze maisha yake. Kama Lazaro, hata huyu kuna siku ilifika baadaye alifariki, lakini haukuwa mpango wa Mungu afariki wakati huo. Kuna mambo ambayo unayafanya, maandiko yanasema iko njia ionekanayo kuwa njema machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni njia ya mauti, ambayo yanaweza yakakatisha njozi ya maisha yako, yakakatiza ndoto na matarajio ya wazazi wako. Lakini maombi yana uwezo wa kukuongezea maisha, yana uwezo wa kuhairisha kifo chako. Lakini unasema, mbona huyu alikuwa amekufa? Mbona huyu alikuwa tayari ameshakufa? Nina habari njema kwako. Isaya 38. Isaya 38. Isaya 38. Hapa kuna kitu chako kingine hapa. Isaya 38, nisome haraka haraka. Anasema siku hizo Hezekia aliugua. Hezekia alikuwa ni mfalme wa huko Israeli, huko Yuda huko. Siku hiyo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na nabii Isaya mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme, akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani na kumuomba Bwana. Akasema, Bwana, mkumbuke haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na moyo mnyofu mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya na kusema, nenda kamwambie Hezekia. Kamwambie nini? Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako. Haleluya. Anasema, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako. Na mji huu
anasema kiasi cha miaka 15. Kiasi cha miaka 15. Tuishie hapo. Hezekia akalia. Vaa viatu vya Hezekia. Vaa viatu vya Hezekia. Wewe ndio Hezekia wa leo. Hezekia ameshakufa na maandiko yanasema yote aliyoandikwa yaandikwa kwa ajili yako, ili kwa saburi na faraja ya maandiko upate kuwa na tumaini. Wewe ndio Hezekia wa leo. Kuna jambo linaweza likapelekea ukafa, kuondoka katika dunia hii. Kuna maisha ambayo umeishi ambayo bila maombi utaondoka kabla muda wako. Ngoja nikwambie. Kuna watu ambao wamekusudia uondoke bila Mungu kuingilia kati, maisha yako yatakoma. Kuna vitu vya kijinga umevifanya. Huyu alikuwa ni mfalme, alijisifu. Walipokuja watu kuangalia kwa habari ya Mungu alivyomtendea miujiza na kumpa nafasi kubwa na kumponya na kumpa utajiri na alikuwa anakufa, yeye akawatembeza kuonesha utukufu, akajitukuza baada ya kumtukuza Mungu. Mungu akasema utakufa. Kilichogeuza ile tukio ilikuwa ni kitu kinaitwa power of praying man or woman, nguvu ya mtu anayeomba. Anasema Hezekia akaomba sana. Na mimi nakutia moyo na wewe omba sana. Akalia, ikibidi kulia lia. Maana hata hivyo Yesu anasema nimeyatunza machozi yako katika kichupa. Nini kilitokea? Bwana akaongeza miaka 15 mbele zaidi ya hapo siku ambayo itakuwa nakufa. Maombi yana uwezo wa kumfanya Mungu akaongeza bonus ya uwepo wako katika dunia hii. Kuna vitu ambavyo kama usingeomba vingechukua miaka 2, lakini katika maombi kabla miaka 2 havijafa vina uwezo wa kukaa maisha yako yote. Kuna ndoa ambazo kama usikaomba zingechukua tu siku 2 baada ya harusi na kuvunjika na kufa, lakini kama ungaliomba ingechukua muda mrefu zaidi ya huo. Ngoja nikutie moyo mpendwa, kuwa mtu wa maombi. Maombi yana uwezo wa kufufua vilivyokufa. Maombi yana uwezo wa kubadilisha mtazamo na sura yako. Maombi yana uwezo wa kuongeza umri wa jambo. Lifespan of your business. Lifespan, mzunguko wa maisha wa ndoa yako, mzunguko wa maisha wa elimu yako, lakini mzunguko wa maisha wa maisha yako. Nguvu ya maombi. Cheza na vyote, usicheze na maombi. Cheza na vyote, usicheze na maombi. Maana maombi yana uwezo wa kurudisha na kuleta vingine vyote vilivyopotea kwenye maisha yako. Haihitaji uwe mchungaji ili uwe mwombaji. Inahitaji uwe mtu unayemwamini Mungu ili uweze kuwa mwombaji. Mwisho. Maombi yana uwezo wa kuwanyamazisha wanaokucheka. Maombi. Haya maombi ya kuongea tu unaonekana saa nyingine kama umepoteza mwelekeo wa maisha. Haya maombi yana uwezo wa kuwanyamazisha wanaokudharau. Yana uwezo wa kuwanyamazisha wanaokucheka, wanaokuzomea, wanaoona umemalizika, wanaoona umeisha. Maombi yana uwezo wa kurudisha mchezoni. Kama maisha yako ni timu ambayo imeshafungwa magoli 6 bila dakika ya 90 na zimeongezwa dakika 7, maombi. Watu wanakuzomea, mashabiki wanashangilia, watu wanacheka, watu wanasema ameisha na ni fainali ya maisha yake. Baada ya hapa amepata 0. Maombi yanaweza kukupa nguvu dakika 7 zilizo chache ukapata ushindi mkubwa kwa njia ya muujiza wa Mungu. Ndio maana Yesu akasema hata aliyekuja saa 11 jioni kwenye kibarua kile alilipwa dinari, ujira sawa na aliyekuja asubuhi. Kwa Mungu hakuna kuchelewa. Kwa Mungu kuna tabia ya kubadilisha dharau yako ikawa ni heshima isiyo ya kawaida. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 1:2 anasema, au tuanze 1 kwa sababu ndio tunamaliza. Niruhusu tuanze 1 angalau. Tutafika mpaka angalau 6 pale.
Palikuwa na mtu mmoja Rama, msufi wa nchi ya mlima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elkana, mwana wa Yehohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufi Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili. Jina la mmoja aliitwa Hana na jina la pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto mbili. Na huyo mtu huyo aliyekuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwa huko. Hata siku ile alipofika, Elikana akatoa dhabihu na kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa watoto wake wote, wanaume wake wote sehemu zao. Lakini Hana aliomba kwa uchungu mkubwa, kana kwamba ni mtu aliyelewa na asiyefaa. Ukimwangalia unaona kama ni mtu asiyefaa. Dharau yake ikaonekana kama imeongezeka, eti kwa sababu ameamua kuomba. Lakini nabii wa Mungu Bwana akamtonya, akamwambia Eli, mama nimemsikia, kampe habari hii. Samueli wa kwanza 1 mstari wa 17. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyoiomba. Baada ya siku chache Hana akapata mtoto, na si tu mtoto ambaye alikuja kuwa kiongozi wa taifa la Israeli. Mtoto ambaye alikuja kuwa kiongozi wa kiroho mkubwa. Ni mtoto ambaye si wa kawaida, ambaye Biblia inasema hakuna neno ambalo Samueli mtoto wa Hana angeweza kulitamka na lisitokee. Amekuwa muhimili wa taifa la Israeli. Je, unadhani ya kwamba hata wewe ukifanya Mungu hawezi kukufanyia kama huyu Hana? Nataka nikutie moyo, inawezekana. Amini tu. Ukiamini utauona ukuu wa Mungu. Kila kitu kinawezekana kwake yeye aamini. Nikuulize maswali machache. Je, unaamini sasa ya kwamba ukianza kuwa maisha ya maombi, kuanza kuishi maisha ya maombi, utauona mkono wa Mungu? Kama unaamini itakuwa. Je, kuna jambo kwenye maisha yako, nikuulize tena, ambalo uliamini limeshindikana, lakini leo umegundua maombi yana uwezo wa kulifufua tena? Nataka nikutie moyo, anza kuomba tena. Wenye hekima wameenda mbali, wana machimbo ya maombi, wana safe house za maombi, wana mahali pasiri pa maombi, mahali pasiri pa maombi. Ingia mahali pako pasiri pa maombi, muombe Mungu, shirikishe Mungu hilo jambo. Lidogo sana kwa Mungu, wala haliyashindikana. Ikiwa unasema Mungu nisaidie, kuanzia sasa niweze kuwa mtu serious katika maombi ya siri pamoja na wewe. Kuanzia sasa, iwe mvua iwe jua, niwe maskini niwe tajiri, niwe mgonjwa niwe mzima, katika hali zote sitaacha kumwomba Mungu. Kama unasema hivyo, Mungu akutendee. Mungu akutendee, akuonekanie kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, Mungu wa wote wenye mwili, hakuna jambo lisilowezekana kwako. Hata leo imewezekana kabisa kuugusa moyo wa huyu mtoto wako na kumfanya kuwa mtoto mwombaji. Anaweza akawa anaonyeshwa madhaifu yake na adui, hata akajiona hafai. Hakuna ombi la mtu wa imani ambaye Mungu ulisikii. Sasa atakapopiga magoti kuomba, atakaposujudu kuomba, atakaposimama na kuinulia mikono juu kuomba, hata kama yuko kitandani, katika kitanda cha mauti, a bed of death, kitanda cha mauti, kwamba anaelekea kupotea, Bwana tangu sasa ninamtangazia, atakaposimama kuomba, Bwana akaone mkono wako, akaone mkono wako, akaanze kuona mwonekano wake ukibadilika, akaanze kuona vilivyokufa vinafufuka, vinavyonuka vinaanza kunukia kwenye maisha yake, akaanze kuona dharau zote zikigeuka kwa heshima, akaanze kuona kama alikuwa anaamini ameandikiwa kufa mwaka huu, Bwana akaanze kuona ongezeko la miaka la kukutumikia, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki.